Bana, mchezo wa kujipima nguvu kati ya Simba na Elmerek umemalizika kwenye uwanja wa Ferwafa Stadium, uwanja ambao unamilikiwa na shirikisho la mpira la Rwanda, na Simba wameibuka na ushindi wa mabao 2-0. Tumetazama Libase Geye akifunga bao katika dakika 3 katika kipindi cha kwanza, lakini Dumbia Osman wa Bongo akifunga bao la pili katika kipindi cha 3. Tutajiuliza kwa nini kipindi cha 3? Simba wamecheza mechi ambayo ilikuwa na vipindi vitatu tofauti. Kipindi cha kwanza kilikuwa na dakika 35, kipindi cha pili dakika 35 na kipindi cha 3 kilikuwa na dakika 35. Tumetazama kikosi cha kwanza ambacho kimecheza kipindi cha kwanza, na baadaye mwalimu akafanya mabadiliko, wakaingia wachezaji akina Anse Chaura, lakini pia Dumbia mwenyewe wamepata nafasi ya kuweza kucheza, bila kumsahau Loemba. Mchezaji ambaye nilikuwa namtazama zaidi ni Jabal, kiungo ambaye amesajiliwa kutoka Stellenbosch. Nadhani kwa nilichokiona, nimeona mchezaji yupo, miguu yake ina uwezo mkubwa sana, passing ability, positioning awareness. Alikuwa anacheza kiungo cha chini na Kagoma, lakini yeye ndo alikuwa ana dictate tempo ya mchezo. Alikuwa anaamua Simba icheze vipi, kwa sababu ana hiyo composure, anaweza kuishi na mali kwa sekunde kadhaa, and then akachagua pasi ambayo ni sahihi ya kwenda mbele zaidi. Ukitazama Simba walikuwa wana attack na watu watatu. Mpanzu kama force number 9, Geye akiwa anacheza kama invited winger upande wa kulia, lakini pia upande wa kushoto alianza Keleso Magala. So hao wachezaji watatu wote wanapenda kukimbia, ni runners, kwa hiyo walikuwa wanahitaji service. Kwa hiyo na hapo ndo tulimuona Jabal akiwa anapiga pasi zile mpenyezo ambazo zilikuwa zinapita, tunasema kwenye nusu nafasi katikati ya center back na full back, zilikuwa zinapigwa katikati, na Jabal alikuwa anafanya hiyo kazi vizuri. Lakini Dumbia amefunga bao lake la pili akiwa na uzi wa Simba. Yes, ameingia katika kipindi cha pili na amekwenda kufunga bao katika kipindi cha 3 na kuifanya Simba kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Baada ya hapa Simba wanakwenda nyumbani Tanzania. Sisi bado tupo, kuna Simba Day ambayo inakuja siku ya Jumamosi. Kwa hiyo tutasubiri kuona ni nini ambacho kitatokea, lakini hii ilikuwa ni mechi ya kiufundi zaidi. Mwalimu anatazama kikosi chake kimefikia wapi, intensity level ya fitness iko wapi. Kwa nadhani baada ya hapa tunaweza tukaona mabadiliko maybe kwenye mechi inayofuata, kwa sababu katikati hapa Simba watakuwa wana mazoezi. Kutoka Rwanda, mimi ni Hans Raphael Mombeki, Crown Media.